Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Bado sijasikia. Bwana Yesu asifiwe. Shinda wivu kwa ajili ya kwaya ya Mabongare. Wapi tena amen. Wametubariki kwa wimbo mzuri, lakini pia nipende kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya washiriki wa Mabongare pamoja na wachungaji mafunzoni katika chuo kikuu cha Arusha ambao pia wanaendelea kuhudhuria, japo huko kwenye mitihani. Naelewa ya kwamba mambo ni magumu pale, lakini Bwana ameona ni vyema tena tuungane katika ibada ya siku ya leo. Jina la Bwana litukuzwe sana. Lakini pia nipende kuwashukuru wale ambao ni wafuatiliaji. Leo asubuhi nimeendelea kupokea jumbe kutoka kule Nairobi, Kenya. Wanasema wanabarikiwa na juma la uamsho wa Mabongare. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata sasa nina imani kabisa mtumishi wa Mungu Elda Ahadi kutoka pale division yetu pale Nairobi akifuatilia, na Bwana aendelee kumbariki sana. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya wale ambao wanaendelea kufuatilia kutoka kule Dar es Salaam. Nimeendelea kupokea pia jumbe zao ya kwamba wanabarikiwa sana na kanisa la Bongare kwaya pia. Bwana awabariki sana. Siku ya jana tulikuwa na somo linalosema wema unafanya nini jamani? Unalipa. Lakini siku ya leo tena Bwana amekusudia kuzungumza nasi katika somo linalopatikana kitabu kile cha Waamuzi. Lakini fungu letu elekezi katika siku ya leo itakuwa ni Kumbukumbu la Torati 23 aya ile ya 21. Hilo ni fungu letu elekezi katika jioni njema ya leo, na tutakapolisoma, lakini somo letu litajikita zaidi katika kitabu kile cha Waamuzi 11 aya ile ya kwanza mpaka aya ya 20. Hatimaye tutaruka kidogo hapo kuelekea katika muktadha wa somo letu. Somo la leo lakini tunasema naziri inadai. Unayeandika somo linasema naziri inadai. Wakati mwingi tumependa sana kuweka naziri katika vinywa vyetu na tukasahau sana kuondoa naziri au jambo ambalo tumelisema katika midomo yetu. Yamkini kuna mtu yuko hapa alimwambia Bwana, utakapomvusha mahali fulani nitafanya kitu fulani, na Bwana akavusha katika mazingira hayo, na hatimaye akasahau hakufanya hivyo. Kuna mtu alimwambia Bwana, ukinipatia nyumba nitaita watu tukae pamoja, tule pamoja, tufurahi pamoja, lakini Bwana alipopatia nyumba akasahau kuondoa ile naziri. Yesu ndani ya ibada, kuna mtu aliweka maagano yake na Mungu ya kwamba makambi ya mwaka jana nitamtolea Bwana sadaka yangu kiwango fulani, na akaahidi kwa midomo yake, na hatimaye makambi yalipofika hakutoa ile naziri yake, na hatimaye makambi yakapita ni mwaka mwingine tena, akaona kwamba ni hali ya kawaida, na hata sasa hana mpango wa kulipa naziri aliyoweka. Na natamani kusogea taratibu kidogo. Kuna mtu alimwambia Bwana, ukinipeleka chuoni na hatimaye nikafika pale chuoni nikaanza kusoma, nitakutumikia Bwana, na hata kama nitakapoitwa sitatoa uzuru, maana Bwana nilikusudia kwamba utakaponichagua kufika University of Arusha nitakutumikia pasipo mipaka. Mtu huyo alipokuja University of Arusha akasahau hakutumika tena. Mwaka 2015-16 nikamwekea Bwana naziri. Siku moja nakumbuka nimekaa Dar es Salaam 2016, karibia mwaka mzima sipati kazi. Na unajua ukikaa Dar es Salaam kama huna kazi mambo yanakuwa ni magumu. Sasa nikakaa mwaka mzima nikamwambia Bwana, nikipata kazi mshahara wa kwanza nitakutolea. Basi nikafanikiwa kupata kazi katika vingamuzi vya DSTV. Nilipofika pale Oysterbay nikaajiriwa pale, nikaambiwa kwa kila mwisho wa mwezi inatakiwa niuze vingamuzi 10. Na nikiuza vingamuzi 10 ni shilingi 500,000. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni dola 200 wakati ule. Sasa wakati nimefika, nikiwa naingia pale kazini, najaribu kuangalia watoto ndio wazidi wana magari, lakini wote ninaoona kutoka kazini wamevaa, wamependeza. Nilikuwa na shati langu nalipenda jekundu, niweza kuwakawaka.
nikivaa hiyo alafu nivae na suruali nyeusi na kiatu cheusi kilichonyooka hapa mbele, naona nimevaa. Sasa wakati mwisho mwezi umefika na nimeuza vingamuzi 10 kama ilivyokuwa kawaida, mshahara ule ukaingia kwenye akaunti. Nikakumbuka wenzangu wanavaa wanapendeza, nikasema sasa na mimi nilikwenda kuvaa na kupendeza. Nikasahau ya kwamba niliweka nadhiri ya kwamba mshahara wa kwanza nitaupeleka kwa nani? Biblia inasema ni 23:21 Kumbukumbu la Torati. Soma msomaji. Biblia inasema utakapoweka nadhiri kwa Bwana, usiwe mlegevu katika kuiondoa. Kwa kuwa Bwana Mungu wako hataacha kuitaka kwako. Hataacha kuidai hata kama imepita miaka 3, lakini kwa sababu kinywa chako kiliumba na kutamka rafiki, bado Bwana ataidai. Tena malizia msomaji. Nayo hivi itakuwa dhambi kwako. Nayo hiyo itakuwa ni dhambi kwako. Ni mara ngapi umetoa ahadi kwa Bwana mpaka leo umeshindwa kuziondoa? Juma hili la uamsho, Bwana anakusudia ya kwamba nadhiri unayoweka kwenye kinywa chako, tambua kabisa ya kwamba hata kama ulisahau miaka kadhaa iliyopita, lakini leo ukikumbuka imekupasa kwenda kuiondoa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Itetee kweli itadu iyapoka itashika wamani Bwana raha fani tusimame mwamba Kristo pekee, ndipo sana tutasimama kule. Baba na Mungu wetu, imefika wakati sasa wa wewe kuinuliwa juu, na ahadi yako haibadiliki ya kwamba tutakapo kuinua juu hutatuacha chini, bali nasi utatukuta kuja kwako. Kuwa pamoja na msikilizaji kutoka mbali na karibu, maana nimeomba hili ni katika jina lake Yesu, amen. Utakapoweka nadhiri yako kwa Bwana, anasema usiwe mwepesi katika kuiondoa, maana Bwana ataidai hata kama ina miaka 5, hata kama ina miaka 10, lakini hiyo nadhiri itabaki kuwa ni dhambi kwako. Basi siku ile nikapokea mshahara wangu, nikaenda Karume. Nilifika Dar es Salaam, wanafahamu kabisa kwamba Karume ni wapi. Sasa nikaanza kuvuta picha hii hela 500, nikisema nielekee ili kutafuta siku za maana, labda nitarudi na siku 2. Ikabidi niende nikanunue makoti ya kachumbari. Fika pale makoti 2025, nikachukua mangapi, nikaweka mwilini, nikatafuta msuruali kidogo, nikatafuta mshoni, nikatafuta na mashati ya maana kidogo, nikaenda kanunua kiatu. Nikasahau ya kwamba nilimwambia Bwana, nikipata mshahara wa kwanza nitakutolea. Sasa siku moja asubuhi nikiwa najiandaa sasa kwenda kazini, imepita mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, sasa najiandaa kwenda kazini, nikakuta kutoka kwenye kiuno kushuka chini hapafanyi kazi. Lakini kutoka hapa kwenda juu mikono inazunguka vizuri, hapa panaenda vizuri, lakini kutoka hapa kushuka chini miguu haisogei. Sasa dada ananiamsha asubuhi, ananiambia Zawadi, usije ukachelewa kazini, maana mimi na mimi naondoka naelekea kazini. Basi sikumwambia kwamba kilichojiri nini, nikamwambia basi na mimi nitaondoka muda si mrefu. Basi nikaondoka. Sasa wakati nimekaa najaribu kutaka kusogeza, lakini hakusogezeki, lakini nishika mikono nikitamani kurotate na rotate vizuri. Nikakaa kwa muda, mwishoni nikakumbuka ya kwamba nilimwambia Bwana, nitakapopata kazi mshahara ule wa kwanza nitaupeleka kwa Bwana. Nilipokumbuka hivyo nikapata kausingizi ghafla. Mwishoni nilipoinuka tena, ilikuwa majira saa 6 hivi, niliposhtuka
nikashangaa mwili wote unafanya kazi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mshahara uliofuata wote nikaupeleka kwa Bwana. Nataka nimwambie katika kipindi ambacho moyo wangu ulikuwa na amani, ni wakati nilipoondoa Biblia. Tumekuwa wepesi sana kutamka, hata ndani ya kanisa tumetokea sadaka ya mwezi wa kanisa, unakuta mtu anaamka kwa pressure, anasema mimi nitatoa milioni 5, alafu mwishoni ile siku zinapita za utoaji hatoi tena. Mwishoni anajiona yuko salama. Mwaka unaisha, kanisa linaisha, mwaka unaisha, kanisa lingine limefuta, lakini kwako inabaki kuwa ni laana. Laana hiyo inatembea ikiwa na kutafuta. Sasa unashangaa kuna mtu anasema, mchungaji ninapambana sana lakini sioni mafanikio, kwa sababu kuna laana inamtafuta. Nataka nimwambie jioni ya leo, nadhiri inadai. Nenda kitabu kile cha Waamuzi 11 aya ile ya kwanza. Tuende kujifunza kidogo pale. Biblia inasemaje? Biblia inasema basi huyo Yefta. Basi huyo nani jamani? Anatamani kukupa kidogo habari za Yefta. Maandiko yanajaribu kumweleza Yefta ya kwamba alikuwa akiitwa Yefta Gileadi, yaani baba yake alikuwa anaitwa Gileadi. Yefta huyu alikuwa ni mtoto wa kahaba. Baba ndiye mtoto wa kahaba anayeshirika au anadharaulika? Anadharaulika. Mtoto wa kahaba. Soma msomaji kidogo. Alikuwa mtu shujaa sana. Alikuwa mtu shujaa sana. Naye alikuwa ni mwana wa mwanamke kahaba. Tena huyu Yefta alikuwa ni mtoto wa mwanamke kahaba. Gileadi akamzaa Yefta. Gileadi akamzaa Yefta. Mkwewe huyo Gileadi akamzalia wana. Tulia kidogo msomaji wangu. Sasa mfalme Gileadi wakati katika utawala wake anasema akawa ameoa. Sasa alipooa akakaa muda mrefu pasipo kupata mtoto, na ndipo akakumbuka ya kwamba katika matembezi yake alienda akazaa na mtoto, akazaa na mwanamke kahaba. Jamani, huyu mfalme akizaa na kahaba si aibu? Nisogee taratibu kidogo. Mwanaume aliyeoa na familia yake eti aache mke wake aende akatafute dada poa, hivi huyo mtu ni mwanaume wa maana au si wa maana? Tena anadharaulika. Sasa huyu Gileadi akamwacha mke wake, akaenda akazaa na kahaba. Alipoona ya kwamba mke wake amechelewa kupata mtoto, akaenda akamchukua yule mtoto Yefta akamleta kwenye familia yake. Yefta akalelewa pale. Biblia inasema licha ya kwamba alizaliwa na kahaba, lakini alikuwa ni mtu shujaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie, haijalishi umetoka kwenye familia ngumu ya namna gani, lakini Bwana ana uwezo wa kukuinua. Acha kuangalia familia yako. Wewe nikwambie, ungali muuliza watu wote waliofanikiwa kwenye maisha ni wale ambao walitoka kwenye hali duni, leo hii wamekutana, wamesimama, leo hii ukienda kwa familia. Nataka nikutie moyo hili. Yefta licha ya kwamba alizaliwa katika familia ya mama kahaba, lakini bado alikuwa ni mtu shujaa. Kupitia wewe unaweza kubadilisha historia ya familia yako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Anasema Yefta akachukuliwa akalelewa katika eneo la kifalme. Ndipo yule mama akawa anampenda sana Yefta, akawa anampenda sana Yefta. Sasa Yefta akiendelea kukua, Biblia inasema yule mama wa Gileadi naye akapata watoto. Hapo ndipo shida ilipoingia. Mama akapata watoto. Sasa akiangalia huyu Yefta ni mtoto wa kahaba. Mwanzoni alikuwa anasema ni mtoto wake, maana anamheshimisha, maana yeye hana mtoto. Leo hii Bwana amempatia mtoto. Mwenye nikwambia rafiki, akaanza kumdharau Yefta. Soma msomaji kidogo. Mkwewe huyo Gileadi akamzalia wana. Ndio. Na hao wana wa mkwewe hapo walipokuwa wamekuwa wakubwa, wana wa mkewe walipoanza sasa kukua, na kumwambia wakamwambia sasa Yefta, wewe hutarisi katika nyumba ya baba yetu. Rudia tena. Wakamwambia Yefta, wewe hutarisi katika nyumba ya baba yetu. Wewe hutarisi katika nyumba ya baba yetu, kwa sababu wewe ni mwanamke, kwa sababu mwana wa mwanamke, wewe ni mtoto wa mwanamke kahaba. Niwaulize swali, Yefta alikuwa hana haki ya kulisi? Narudia tena. Jamani, Yefta alikuwa hana haki ya kulisi kwa mfalme? Kwa sababu ni mtoto wa nani? Wa mfalme. Sasa watoto wamekuwa,
wakainua dhihaka kwa Yefta ya kwamba hata sasa huenda baba yetu huenda amechomekewa, hata wewe huenda si mtoto wa familia. Mwenye nikwambia rafiki, Yefta ingempasa kupambana nao na kuambia kabisa ina haki, maana hata baba na jina langu mimi Yefta, si Yefta peke yangu, lakini kwa Yefta mwenyewe ambaye ni baba yako na wewe rafiki unayetaka kufukuza. Yefta moyo wake haukuumia sana. Yefta moyo wake haukuweka sana. Nataka niwaambie kwa ajili ya mali wako ndugu wameoana. Kwa ajili ya mali wako watu hawasalikiani. Kwa ajili ya mali wako watu leo hii hata sasa wameingiana kwa waganga ili waone. Yefta anaambiwa katika ufalme huu hatutaki chochote. Ngoja nikwambie, hakuna vita mbaya mtoto wa kambo akichukiwa na mtoto alafu na mama yake. Hakuna vita mbaya kama hiyo. Huenda wako watu hapa waliolewa na mama wa kambo, wako huenda wana uzoefu wa hili, lakini upate mama wa kambo anayekupenda, lakini upate mama wa kambo anayekuchukia, alafu na watoto waliozaa wakakuchukia, rafiki utateseka. Achilia hapo mama wa kambo, yaani muondoka tu kijijini kwenu huko wapi badiani huko Simiyu, alafu hatimaye ukaondoka ukasema naenda mjini kwa mjomba Dar es Salaam. Ukifika pale utafika kwa mjomba tu ni siku tu ya likizo, alafu unakuta mke wa mjomba hakupendi, alafu watoto wako hawakupendi. Utatamani kuondoka hata kesho yake. Yaani kweli kwambia, si kana kwamba chakula hupewi, utapewa. Si kana kwamba mahali pa kulala hutapaona, utapaona, lakini utaona usiku mrefu. Hakuna kitu kibaya ambacho Yefta alipitia kwa machozi kama kuchukiwa na mama, lakini pia kuchukiwa na watoto wa familia ile, lakini wakisahau ya kwamba yule mama alipitiwa aibu na Yefta mkiani. Nataka nisogee taratibu kidogo. Kuna mtu hata utembee mazuri kiwango gani, lakini kuna wakati atakusahau. Nisogee kidogo tena. Kuna mtu hata umbeni kiwango gani, kuna wakati atakusahau. Yule mama akasahau fadhila alizofanya Yefta. Yule mama akasahau upendo aliyomwonyesha Yefta. Yefta wakati hawa hawajazaliwa, Yefta alikuwa kitumwa ukali, anakimbia haraka, analepa. Yefta huyu akiagizwa na mama alikuwa mtiifu. Wakati mwingine na kwa Yefta, nenda huenda kafanya hivi, wala hanyanyui hata mabega na kulenga, anamwambia mama hili nitalifanya. Lakini leo hii watoto wale mama wamekuwa, Yefta akainua kikombe. Nazungumza na mtu ambaye hata sasa kuna mazingira magumu anayopitia kwenye familia. Nazungumza na mtu ambaye yuko sasa hapa, lakini kuna mazingira magumu anapitia yeye na ndugu zake. Yefta akachukua maamuzi yake. Soma msomaji kidogo. Ndipo Yefta akawakimbia hao nduguze. Sasa Yefta anajaribu kuita picha, ingekuwa ni mshirika wa Mbare leo ya kwamba familia yake baba na mama wamekufa, alafu ndugu zake sasa wanatamani kulisi zile mali ambazo walizoacha baba. Wengine wamepigana mpaka kuuana. Sikia Yefta alichofanya. Mama akalisha sumu mpaka kwa wazee wa ufalme. Mama akalisha sumu mpaka kwa baba. Ngoja niwaambie, usije ukaomba mwanamke akakuchukia. Mke akikuchukia, baba hata kwenye familia utaona dunia ni chungu. Yule mama akalisha sumu kwenye ufalme. Na ngoja niwaambie, hebu mtapicha. Kuna kijakazi alikuwa anapita, alafu Yefta akamwambia, naomba niletee kitu fulani, alafu yule mtoto yule mama ndio pale ndani akamwambia usiende. Ukienda kazi huna. Atamsikiza Yefta au atamsikiza huyu kijana? Lazima umsikize kijana wa familia. Yefta alikuwa na haki za kurithi mali zote za mfalme, maana amezaliwa na bibi yake. Yefta alikuwa na haki ya kutawala kila kitu ambacho tena ni mzaliwa wa kwanza, na hata kama baba yake Gideoni aliondoka, lakini Yefta alikuwa na haki ya kuwa mfalme, maana alitoka kiunoni mwa Goliathi. Sikia nikwambie, Yefta alipoona maneno yamekuwa ni makali, walipomfukuza Yefta akapiga kelele. Anasema Yefta aliondoka na mke wake, wakati anaondoka lakini hakutaka chochote. Ili niwaambie, kuna wakati ndugu zako watalipua vita kwa ajili ya mashamba. Acha kushindana nao, waachie. Vitu vya kutafuta
Huyu kwambia ni kweli ile nyumba ni ya familia na ukoo, lakini kuna ndugu zako ambao hawataki ushike ile nyumba. Ni kweli ulizaliwa ukaikuta kama wao, leo hii wanatamani kuondoa hata kwa nguvu. Acha kushindana nao, waache, songa mbele. Jamani, mali zinatafutwa, magari yanatafutwa, ardhi inatafutwa, lakini uhai wa mtu hautafutwi. Natamani kusema hivi, Yefta mambo yalipokuwa magumu, akaangalia ndugu zake. Huenda akatazama na mama yake, akamwambia mama, kumbuka mimi nilikuwa mtu wako mtiifu kabisa. Baba, kumbuka hata wakati wa vita, maana mimi ni shujaa, nilikuwa nikitanguliza mbele vita vile, nilikuwa napambana, maana hili ni taifa langu lisiangamie. Lakini leo baba amenifukuza. Yefta wala hakusema mengi, akasema hakuna shida, ninawaachia. Yefta akaondoka. Nataka nimwambie rafiki yako kwamba kuna vitu si vya kushindana, kuna vitu si vya kupambana. Ni kweli kunyang'anya fedha, lakini kunyang'anya uhai wako. Ni kweli kunyang'anya mashamba, lakini bado uhai wako upo. Nasikitika mlikiwa duniani hii wanagombania vitu kuliko kugombania Kristo. Nasikitika mno nikiona watu na binti wanagombania mwanaume kuliko kugombania Kristo. Nasikitika mno nikiona dunia ina focus sana kwenye mali, kupata magari mazuri, lakini wanashindwa kukazana mwendo kwa ajili ya kupata ufalme. Yefta anasema, mtanipa mali, mtanipa ufalme, lakini basi bora yangu iwe salama. Mmenikataza kumiliki magari ya ufalme, mikono iko vizuri, akili iko smart, nitatafuta na nitapata. Ngoja niwaambie, hakuna kitu kibaya niwakumbusha jana nikiwaambia kwamba ishi na watu vizuri, maana tatizo au changamoto zina kawaida fulani za kupeleka mpaka watu ambao uliowagusa. Nipandishie tu kabegi au nipandishie tu hiyo. Acha kunisalimia, niseme vibaya, ninafikie tu, alafu mwishoni tengeneza uadui nao. Nikwambie, shida ina tabia mbaya mno. Kuna siku tu utanitafuta na ukikumbuka ya kwamba umenikosea, ndio utachoka kabisa. Yefta akaondoka na mke wake. Mke wake anamwambia, sasa tunapoondoka tumebeba kitu, tutakula nini? Anamwambia, usijali, Bwana yuko pamoja nasi, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu naweza lala, naweza kupumzika hata kiama, kisha nitakwenda kwake. Usiwe na wasiwasi mke wangu, Bwana mwenyewe anajua. Nataka nikwambie, maisha yako ulio nayo Bwana anajua. Somo nasema naziri inadai. Wakati mwingine acha kumtumua na kutaka kutamka mambo makubwa ambayo huna uwezo nayo. Wewe mwambie Bwana anakujua. Kama huna nyamaza. Leo hii tunatembea kwenye dhambi, hatuoni baraka za Bwana, maana bado tuna vitu vinavyotafuna. Sikia Yefta alivyoondoka ikawaje. Sikia sema, akakaa katika nchi ya Tobu. Ndio. Na watu barazuri walikwenda na kutangamana. Na watu barazuri. Jamani, hawa watu ni wazuri. Jamani, ukisikia barazuri ni watu wazuri. Wabaya akachangamana nao. Wewe kwambie, unapokuwa mtu wa Mungu unapata hekima ya kuchangamana na wote. Wewe mwambie, walipoona wamemkomboa Yefta kumuondoa, kumbe ndio wameongezea maana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu tunajifunza hapa. Unapopitia changamoto katika maisha yako, acha kutazama changamoto, lakini katika hiyo changamoto mwambie Bwana, una kusudi gani niweze kujifunza ili niweze kutoka katika hiyo. Kuna mtu akitoka hapa, huenda kuna kodi anadaiwa, mwenye nyumba akamwambia ninakufukuza, na tena huenda akamwambia sitaki na kwa muda mrefu, na kuanzia dakika hii akamtupia vitu nje. Kumbe kumtupia vitu nje si kana kwamba akapange tena, ila Mungu amechagua kumpatia nyumba ya kwake, maana atapata uchungu kwamba leo nimefukuzwa. Ataenda atatafuta kiwanja, anaweza akafanya hivi, au Mungu akafungua njia yote ile ulikwambia kwa ajili ya mustakabali wa maisha yako. Yefta alipoondoka, Mungu akamtengenezea njia. Sikia msomaji, soma kwa spidi. Wakatoka kwenda pamoja naye. Ikawa baadaye wana wa Amoni wakapigana na Israeli. Bado sijasikia hiyo msomaji. Ikawa baadaye wana wa Amoni wakapigana na Israeli. Hawa sasa wana wa Amoni wakaamka sasa kupigana na taifa la kina Gileadi. Ikatukia hapo wana wa Amoni walipopigana na Israeli. Ndio. Wazee wa Gileadi wakaenda kumtoa huyo Yefta. Sasa wale waliomfukuza Yefta leo hii wanamtafuta. Hebu ingekuwa ni wewe tena.
Yaani vita vimekuwa ni kali, pambano limekuwa ni kali. Yefta amekwisha kuondoka na walikuwa wakimwamini katika vita. Sasa leo hii mambo yamekuwa ni magumu, ndipo wanaambiana ya kwamba tuna mtu ambaye akisimama kwenye vita, akipanga jeshi lake, ushindi hakika. Yule mtu yuko wapi? Anaambiwa nani? Anasema ni Yefta. Anasema si nilifukuza, si nilikuwa mtaki. Kuna wakati ukikwaya wenzako wanashindwa kuona thamani yako, lakini siku ukiondoka wataitambua. Kuna watu nataka kuambia kwenye familia yako, ni mke wako, ni watoto wako. Huenda wakati baba ukiwa kwenye familia hawaoni msaada wako, lakini siku ukiondoka watatambua thamani yako. Nazungumza na vijana ambao wako hapa. Kuna wakati wazee au wazazi wenu wameona ni vijana waovu na kushindwa kutambua thamani yenu. Siku mkiondoka watatambua thamani yenu. Ninayo habari njema katika jioni ya leo. Usitamani wanadamu ajue thamani yako, lakini tamani Mungu ajue thamani yako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yefta alipoondoka wakatambua thamani yake. Mwalimu wa kwaya, wakati uko kwenye kwaya, kuna watu wanaweza kushindwa kuelewa thamani. Tena wakakuona ni kipelele na kielele. Lakini kesho ukiwa umeondoka, wanasema afadhali akalikupa. Nataka nizungumze hiki. Chochote kinachokuja kwenye maisha yako, kipende na kiheshimu. Pende na heshima. Maana hujui atakaye kusaidia ni nani. Rafiki, ishi na watu vizuri, maana kesho yako hujui na maisha bado yanaendelea. Wanasema wakakumbuka Yefta, ndipo wakamfuata. Sema msomaji. Wakamwambia Yefta, njoo wewe uwe kichwa kwetu. Njoo sasa uwe kichwa chetu, ili tupate kupigana na wana wa Amoni. Yefta akawaambia wazee wa Gileadi, je, ninyi hamkunichukia mimi? Si ninyi ndio nifukuza na kunifukuza nitoke katika nyumba ya baba yangu? Tena nitoke katika nyumba ya baba yangu, maana mnastahili pale kwenye ufalme, lakini mtaona ya kwamba sifai, maana mnamwita baba yangu ni kahaba. Ni kweli ni kahaba, lakini mimi aliyezaa na bado ninamthamini na kumheshimu. Haleluya. Nazungumza na mtu ambaye amezaliwa na baba ambaye anakunywa pombe. Acha kumdharau, yule ni baba yako. Mheshimu, mpende, umetoka kwenye viuno vyake. Nazungumza na watu ambao wako hapa, ni vijana, mmeshindwa kuheshimu wazazi wenu, mama zenu, mmeshindwa kuheshimu baba zenu. Nataka niwaambie, waheshimuni, maana hao mmetoka kwao. Yefta hakubali kuona baba yake au mama yake akisalimika. Anasema si mimi ndio nifukuza, mkaona kama kwamba sina thamani, tena mkaniita ni mtoto wa kahaba. Ni kweli mtoto wa kahaba, lakini mwenye kubeba dhamana iliyokusudiwa katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli ni kahaba, ni kweli, lakini leo hii mmekuja kufanya nini? Kana kwamba anawaambia hivyo, kilichowaleta ni nini? Soma msomaji. Basi kwani kuningilia hivi sasa wakati mlio katika taabu? Yaani mnanikumbuka mkiwa kwenye nini? Kwenye shida. Ngoja niwaambie, kuna marafiki wanakupenda wakiwa na njaa na kitoto, ndio wanakuja kukutembelea. Kumbe kwake hana unga, hana mchele. Akila akishiba kwa kuwa na gesi na mchele, utamwona kitoto tena. Mwambie jirani yako hakuna upendo wa bure. Mwambie jirani yako hakuna cha bure. Ngoja niwaambie, hata huyo rafiki uliye naye karibu, si kana kwamba anakupenda bure. Huenda kuna kaombea unampa, ndio maana anakuja. Kesho akitakosa, utamwona tena. Yaani wakati wa raha hawakumkumbuka Yefta, lakini wakati wa shida ndio wanaulizana Yefta yuko wapi? Nikwambie, kuna watu nimesema watamtafuta wakati wa changamoto, lakini wakati wa furaha rafiki utawaona. Yefta akamwambia, wakati wa furaha mbona hamkunikumbuka? Leo taabu imeingia ndio mnanikumbuka. Akamwambia, wazee wa Gileadi wakamwambia Yefta, kwa ajili ya hayo sasa tumegeuka, tunaomba kwa ajili ya yale, sahau, tumegeuka. Yaani si kwamba tumekubali tumekosa, tunaomba sasa turudi nyumbani. Ngoja nikwambie, laiti ingekuwa ni wewe ungesema nini? Ungerudi au ungebaki? Na mwingine anasema mimi nisingerudi kabisa. Na ngoja niwaambie habari njema. Yefta alipoondoka na kwenda kule Giboni, alipokaa katika nchi na kushangamana na watu, wanasema Mungu akampa kumiliki. Yefta akawa na mifugo
Yefta na mke wake wakapata mtoto wa kike mmoja. Yefta wakawa wamejenga pale. Yefta wakawa na kila kitu. Alafu leo hii utajiri wanao wanafuatwa. Yefta akajiuliza, kwanza nafuata nini? Kama ni hela ni nani? Na waogopa siku zote watu wanaonyanyasika kwenye maisha na wakajitambua katika akili ndio watu wanaofanikiwa. Narudia tena. Siku zote watu waliopitia katika muda ya kunyanyasika na kuteseka, alafu wakashtuka kimawazo na kifikra, ndio watu wanaoenda mbali sana. Nitapicha kusudi taratibu kidogo. Uone mwanafunzi anayefaulu vizuri na kufanya makubwa na wengi wao ni wale ambao wanaishi katika maisha magumu. Anasema sasa nikitoka hapa nitaenda wapi? Lazima nipambane. Yefta alipambana na Mungu akambariki. Leo hii wanakuja kumuomba. Ningekuwa huenda mshiriki wa Kongare leo angesema sirudi, lakini Yefta akakumbuka maandiko yanasema wasamehe wanao wausi. Yefta akawasamehe. Yefta akaachilia. Yefta akasema imekwisha. Ndipo Yefta akaambiwa sasa Waamoni wameinuka sasa, wanataka kupambana nasi, tufanye nini? Anapenda mawazo ya Yefta. Anasema Yefta kabla hajainuka kwenda kuwapiga, anasema alituma maombi kwanza. Hebu nenda 19 anasema nini? Aya ya 19 Biblia inasema kisha Israeli wakatuma wajumbe waende kwa Sihoni mfalme wa Waamori. Nenda kwa Waamori sasa, mfalme wa Heshboni. Israeli wakamwambia wakuomba utupe ruhusa tupite katika nchi yako mpaka mahali pangu. Lakini huyo Sihoni hakuamini Israeli wapite ndani ya mpaka wake. Akamwishi. Bali Sihoni akawakutanisha watu wake wote. Nao wakapanga kambi katika Yaasa. Ndio wakapigana na Israeli. Wakataka kupigana na Israeli. Sasa Yefta anakuja sasa ili kuamua ile vita. Lakini anasema kabla sijakwenda kupambana nao, lazima niende nikawaonye ya kwamba kwani shida ni nini? Mnataka kupigana na watu wa kwetu? Kuna jambo la kujifunza kubwa sana. Kabla hujaamua kitu chochote, fikiri kwanza. Fikiri kwanza. Acha kuamua kwa haraka. Mwambie Bwana kupatia hekima ya maamuzi. Yaani nilikuwa mwingine kwa sababu ni shujaa, angaliondoka na kwenda kupambana, anasema huenda nini iliani ndio wachokoza. Nazungumza na mama ambao wako hapa. Amesikia mtoto wake anakuja analia. Anapoona unalia nini? Anasema nimepigwa na mwanamke fulani. Yule mama anaondoka amefunga kama kiunoni, anakwenda kazi yake ni kutukana, tena kusema maneno mabaya mbele ya yule mama pasipo kuuliza ya kwamba kwa nini umempiga mtoto. Hivi kuna mtu mwenye akili timamu anaweza kupiga mtu bila kosa? Yefta akasema nina hekima, nina akili. Je, wenda hawa ndio waliokosea? Hebu niulize upande wa pili. Alipoona upande wa pili bado wamekuwa ni wajeuri, aya ya 25 anasema nini? Aya 25 Biblia inasema na wewe sasa, je, umwema kuliko Balaki mwana wa Sipori? Ndio huyo mfalme wa Moabu kwa lolote? Je, alishindana na Israeli au kupigana nao? Ndio wakati Israeli waliokuwa wakikaa Heshboni na mji yake, na katika Aroeri na mji yake, ndio na katika miji hiyo yote iliyo huko kando ya Aroni, muda wa miaka 300. Ndio bora ninyi hamkuipata tena katika majira hayo? Basi mimi sikukufanyia wewe dhambi, ndio lakini wewe unanitenda uovu. Tena unaamua kutenda uovu kwa kupigana nami. Yeye Bwana, yeye mwamuzi, na awe mwamuzi hivi leo kati ya wana wa Israeli na wana wa Amoni, kati yetu na wana hao wa Israeli, kati ya Waamoni na wana wa Israeli. Yefta alipokwenda vitani, ndipo akamwekea Bwana nadhiri. Kumbuka somo tunasema nadhiri inadai. Endelea msomaji, aya 30 anasemaje? Aya 30 Biblia inasema naye Yefta akamwekea Bwana nadhiri. Naye Yefta akamwekea Bwana nini jamani? Nadhiri. Jamani, naye Yefta akamwekea Bwana nini? Nadhiri. Akamwambiaje Bwana? Akasema kwamba wewe utawatia wana wa Amoni. Kama utawatia wana wa Amoni mikononi mwangu, ndipo itakuwa ya kwamba kile kitakachotoka katika milango ya nyumba, kile kitakachotoka nikirudi vitani katika nyumba yangu, hapo nitakaporudi na amani kutoka kwa hao wana wa Amoni, kitu hicho kitakuwa ni cha Bwana. Kitu hicho
nitakisogeza kuwa sadaka kwa Bwana. Tulia kidogo. Nikirudi salama kutoka vitani, ukiwa umenisaidia nikawashika wana wa Amoni nikawapiga kwa machinjo makuu, kile cha kwanza kitakachonilaki hicho nitakitoa sadaka ya kuteketezwa, nitakipeleka kwa Bwana. Unajua Yefta anaweka nadhiri hii akielewa ya kwamba nyumbani ana wanyama, ya kwamba huenda akifika yule mtu anayempenda ataruka haraka kwenda kumlaki. Huenda aligundua kabisa ya kwamba yule kondoo anayempenda, wale kondoo zake wakimuona tu anakuja. Unajua nimegundua kabisa kwamba wanadamu wamepewa mamlaka na kuwa na mahusiano mazuri na wanyama. Siseme amen. Nilikuwa na baba yangu mmoja, yeye akitangulia mbele ng'ombe wake walikuwa wanafuata. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na kuna wakati alikuwa anawapa majina, na wakipewa majina walikuwa wanamwangalia. Alikuwa na punda wake huyo, alikuwa anaitwa cha urembo. Kwa hiyo akimuita kwanza anapotembea, ndio maana akamwita cha urembo, alikuwa anatembea kwa kulinda kidogo. Kwa hiyo yule punda alikuwa kama akitangulia mbele anamfuata nyuma, akimfuata nyuma anaanza kwenda cha urembo, haya lala, unakuta anakuta mguu anashuka chini. Kwa hiyo Yefta alikuwa na mahusiano mazuri na wanyama wake, akafikiria kwamba huenda kurudi tu nyumbani kuna mnyama ataruka zizini ataenda kumlaki. Anasema kitakacho mlaki nitakisogeza kwa Bwana. Endelea kusoma hiyo kwa kumalizia. Basi Yefta akavuka kuwaendea wana wa Amoni. Yefta akaenda sasa kuwapiga wana wa Amoni, naye Bwana akawaua mikononi mwake. Bwana akawaua kama alivyoomba mikononi mwake. Akawapiga kutoka Aroreli, kutoka kufikilia Minithi, ndio miji 20 na mpaka wa Abel-Karimimu, wote akawatia mikononi. Akawapiga kwa machinjo makuu, akawapiga kwa machinjo makuu. Wana wa Amoni walishindwa mbele ya wana wa Israeli. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni Mungu mzuri wa kutimiza ahadi. Kuna mtu alimwomba Mungu ya kwamba nikipata mtoto nitasimama mbele za watu, maana amekaa muda mrefu pasipo kupata mtoto. Akasema nikipata mtoto nitasimama mbele za watu nikitoa sadaka ya shukrani. Mungu alipompatia mtoto hakuja kusimama mbele za watu. Bwana, nateseka na ugonjwa huu wa kisukari au presha au ina uvimbe. Bwana, ukinipigania ugonjwa huu kisha kuondoka, nitafanya hivi, nitatoa sadaka ya shukrani. Na Bwana alipokushwa akasahau. Mwishoni akaacha kutimiza ahadi. Yefta akaweka ahadi kwa Bwana. Bwana akafanya kama Yefta alivyotaka. Mwishoni malizia inasema hivi: kisha Yefta akafika Mispa nyumbani kwake. Sasa Yefta anarudi Mispa nyumbani kwake. Wakati anarudi kishujaa. Kumbuka Yefta alifanikiwa kuwa na mke na mtoto huyu. Jamani, na mtoto huyu. Sasa wakati yuko pale, huenda wakati anakuja mbali kwa kaanza kuweka maana au ng'ombe wakaanza kulia, maana wanamfahamu mtu anayekulia. Biblia inasema nilimalizia msomaji. Na tazama binti yake akatokea kumlaki. Binti yake akatokea kwenda kumlaki. Yaani akitazamia atatoka ng'ombe, akitazamia atatoka kondoo, akitazamia atatoka punda. Anasema akakimbia binti, akamwona baba. Maana mtoto wa kike na baba yake ni kama mtu na ndugu yake. Ukiona kuna mtoto wa kike alafu hakupendi baba, una shida. Ila mtoto wa kike rafiki yake sana ni baba yake. Mno. Yaani mtoto wa kike anaweza kusema leo kuna kijana tu hapa amenitumia message, ananiambia ananipenda, lakini mama yake hakumwambia. Nazungumza nilichokiona maishani mwangu. Yefta akamwona mtoto wake anakuja. Sasa Yefta baada ya kumwona mtoto wake, maana anakuja kumlaki kwa furaha, Yefta akasema maneno haya. Endelea msomaji. Naye alikuwa ni mwana pekee. Tena huyo binti alikuwa ni binti pekee. Mwana mwingine. Hakuna mwingine. Mwana wala binti. Mwana wala binti mwingine. Ikawa alipomwona akayararua mavazi. Anasema Yefta alipomwona binti yake pekee anakuja na amemisi muda mrefu, lakini alikumbuka ya kwamba alitamka ya kwamba chochote kitakachomlaki atakapofika nyumbani atakitoa sadaka ya kuteketezwa mbele za Bwana. Jamani, Yefta akafurahi au atalia? Yefta akapata machozi. Yefta machozi akaanza kutoka. Anamwona binti, anasema akararua mavazi, ishara ya maumivu makali.
kuna wakati utatoa nadhiri ukiangalia machozi. Ikawaje msemaji? Akasema, ole wangu mwanangu, moyo wangu, umenitweza sana. mbona umenitaabisha mno? Nawe mmoja miongoni mwa hawa nisumbua. Sasa mbona umekuwa miongoni, ni heri nisingaliwaua wale watu 1000 kuliko wewe sasa unavyonitaabisha. Kwa kuwa mimi nimemfunulia Bwana kinywa changu. Kwa kuwa mimi nimemfunulia Bwana kinywa changu, nami siwezi kurejea nyuma. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nadhiri inadai. Alimwekea Bwana nadhiri, anamwambia binti yake ya kwamba nimekwisha kumwambia Bwana ya kwamba chochote kitakachonilaki hicho nitakisogeza sadaka kwa Bwana. Na kwa sababu nilitamka tena kwa kinywa changu na Bwana ametimiza ahadi yake kwangu, sina budi kuondoa hii nadhiri, hata kama nitaumia kiwango gani, lakini lazima niondoe. Sikia nikwambie, Mungu anaheshimu maagano yako pamoja naye, na tena yeye ni mwaminifu katika kuyatimiza. Wewe ni mwaminifu katika kuyaondoa uliyomwambia? Binti yake akamwambia, binti yake alifundishwa na baba ya kwamba kuna Mungu anastahili kuheshimiwa, akamwambia, baba yangu, wewe umemfunulia Bwana kinywa chako. Kama ni yule Mungu ambaye ulipolianishia na baba ya kwamba ulipoondoka mfukuzwa mkiwa hamna kitu, leo hii Bwana amewapatia mali zote hizi. Yule Mungu uliniambia habari zake, kama ni yule uliyemfunulia kinywa chako, basi unifanyie sawasawa na haya yaliyofanya, sawasawa na yale uliyomwambia. Na utapecha ilikuwa mwingine akisema, Mungu, naomba nibadilishe maombi haya ni Mungu. Sasa Mungu, unajua na huyu mtu mmoja na kusihi Mungu, sasa kwa sababu ni huyu mmoja na kuomba hata nitoe kondoo zangu zote wachinjwe, lakini huyu mwanangu awe salama. Kuna mwingine alisema, Bwana, katika maombi yote tunaelewana, lakini hili naomba tunisamehe. Ni kweli nilisema, na haya ndio maisha ya mwanadamu. Aliweka nadhiri yake vizuri na Bwana, na leo hii ameshindwa kuiondoa. Anakuja tena eti kwa Bwana akimwambia, Bwana, ni kweli nilisema, lakini sasa Bwana nisamehe, basi tu ile yaishe. Nitakuja kuambia ya kwamba dhambi ya mtu kuna matokeo yake. Yefta hakurudia nyuma, akarejea kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Sasa msomaji, rudi pale tunakwenda kuomba. Kumbukumbu la Torati 23 aya ile, sasa soma ya 21, rudia tena. Kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati Yefta akakumbuka hivi, utakapoweka nadhiri kwa Bwana, utakapoweka nadhiri, si kwa mchungaji, si kwa mzee wa kanisa. Ulisema ya kwamba mimi nitafanya hivi ndani ya kanisa, ukasema ya kanisa kwamba huenda nimesema kwa mzee wa kanisa, lakini usema kwa mzee wa kanisa, uliweka nadhiri yako mbele za Bwana. Mungu wako, tena Mungu wako, usiwe mlegevu katika kuiondoa, kwa kuwa Bwana Mungu wako hataacha kuitaka kwako, nayo hivi itakuwa dhambi kwako. Nayo hiyo nadhiri itakuwa ni dhambi kwako. Ni afadhali ungalifanya hivi. 22 nasemaje? Lakini ukijizuia usiweke nadhiri, haitakuwa dhambi kwako. Wala haitakuwa shida kwako, haitakuwa changamoto kwako. Sikia nikwambie, midomo yako ifundishe namna ya kusema. Na kama kuna mtu yuko hapa, wakati najifunza somo hili zaidi, nikajifunza hili kwamba hata sasa kuna mtu yuko ndani ya kanisa leo, kama kuna nadhiri ulimwekea Bwana miaka 10 iliyopita na bado unaikumbuka, imekupasa kwenda kuiondoa, maana hiyo nadhiri itabaki kuwa ni dhambi wako. Leo hii tunashindwa kuona mkono wa Mungu maishani, maana tuna dhambi za kutafuta. Jioni leo mwambie Bwana, nikumbusha nadhiri nilizoziweka, ili niweze kuziondoa nipate kuwa salama mikononi mwako. Angalia aya 23 anamalizia kusemaje? Yaliyotoka midomoni mwako yashike kuyafanya, alafu niyafanye kwa mfano wa ulivyoweka nadhiri, ulivyomwekea nadhiri Bwana, kama ulivyosema kwa Bwana Mungu. Tena Mungu wako ni sadaka ya hiari uliyoahidi kwa kinywa chako. Tena ni sadaka ya hiari, hukufungwa kamba au kulazimishwa. Na ndio maana katika kitu kinachokilaani katika kanisa hili, jambo la kwanza,
kumwambia mtu utaniletea 500,000 wakati kumbe ana uwezo wa kutoa shilingi 50,000. Huyu mtu utamfanya kuona kanisa kuwa mzigo kwenye maisha yake, lakini huyu mtu utamfanya ibada kwake kuwa mzigo, na hata kumwona Bwana atashirikana, maana akiona kanisa anakumbuka anadaiwa. Jambo la kwanza, goli nalichukia. Jambo la pili ni kumwona mtu amepata gari nje ya kanisa, anatuambia wewe kwa leo plani wewe kwa nayo, wewe unafaa kutokea milioni. Kuwa na plani na kutoa ni mambo mawili tofauti. Unaweza ukawa na hela lakini si mtoaji, ni mambo mawili tofauti. Mwache mtu atoe kwa hiari. Biblia inasema ukimfungulia Bwana kinywa chako kwa hiari, imekupasa kutimiza. Maana maandiko yanasema kitabu cha Mambo ya 3:2 aya 29 mstari ule wa 9 anasema nao walipotoa kwa hiari yao wenyewe mioyo yao ilifurahi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ni jioni njema ya leo. Bwana anakualika tena ya kwamba huenda kuna mahali uliweka nadhiri lakini ulishindwa kuondoa, lakini huenda hukumbuki. Unamwambia Bwana jioni ya leo nikumbushe nikaondoe nadhiri hiyo. Mtu wa namna hiyo ninaomba ainue mkono wako juu. Si asimame pamoja nami. Utetee Mungu dunia iyapote kalifafu mwambani peke Bwana nguvu za milele. Tusimame Baba wa Kristo, ndiposa ili tutasimama kule kitini pake. Kuna mtu yuko hapa, moyo wake unamshuhudia jambo ya kwamba Bwana, kuna mahali niliweka nadhiri kama Yuda, lakini nikasahau kabisa, huenda nimeikumbuka lakini nikaipuuzia, nikiona kwamba ni jambo la kawaida. Lakini jioni ya leo, sio watu wengi, mtu mmoja anasema jioni ya leo kuna kitu nimekikumbuka. Bwana nisaidie, natamani kukiondoa. Huyo mtu tu mmoja natamani asogee mbele, niombe naye.